الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أنه قد بلغ الرسالة من ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة ونهج الملة وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم يقوم الساعة. أما بعد، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن البدع. إخوة الأعزاء، أوصيكم بتقوى الله عز وجل كما أوصي نفسي على ذلك. Baada ya kumhimidi Allah na kumtakia rehma kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu yoyote Muislamu anashaka kama tuko katika mwezi wenye baraka, mwezi wa Ramadhani. Na vile vile hakuna ambaye anashaka kama tulikuwa na malengo katika mwezi wa Ramadhani. Tunapokwenda kuumaliza mwezi wa Ramadhani, kuna kitu tulikuwa tunalenga. Na mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili asiweze kutukhofesha tukaacha kufunga, alisema ayama maadudat, masiku yalokuwa machache yeye kuhesabika, machache, maadudat. Laiti kama sema ayaman ayamun kathira, masiku yalokuwa mengi, mimi na wewe tungekuwa na shaka kwa nini tufunge masiku yote haya yalokuwa. Lakini akaweka tu ile huruma kwa waja, ayaman maadudat, masiku yalokuwa machache yenye malengo maalum. Kipi ambacho umelenga Muislamu ili uweze kukipata? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuliweka jambo tena kwa mwito ambao ulikuwa mzuri bila sababu. Kulikuwa kuna sababu. Je, mimi na wewe yale malengo na ile sababu tumeifikia au tutaifikia? Malengo yale
ambayo yalolengwa watu wakashinda njaa, alafu wakashinda na kiu, wakaacha matamanio yao. Baba akaacha matamanio na mama akajifunga kwenye matamanio. Kuna jambo ambalo Mungu katuwekea. Je, tumelifikia? Ile hadafu, ile ghaya tumeifikia? Alafu kwa ustarabu wake Allah subhanahu wa ta'ala akatuita kwa jina ambalo linaweza kukuletea wewe hata ukikaa ukafikiri, hivi kwa nini Mungu niite hivi? Sisi mbona hatuitani hivyo? Lengo kwamba Mungu anakuletea ule wepesi uweze kufikiri kwa nini nimeitwa hivi, ili uliendee lile lengo ambalo Mungu kakulengesha. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kuyaendea mambo yaliokuwa mazuri anatuita vizuri. Angalieni katika kuendea tuudhu tu ile kutawafu, ambaye ya ayyuhalladhina, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu aydiyakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alka'bayn. Kuyaendea tu yale malengo. Anakuita enyi ambayo hujaja kusali, bado anakuambia kwamba utakapotaka kuja kuswali na hali ya kuwa hauna udhu, basi hebu tena kakuita enyi ambao mloamini. Sisi ndio tuloamini. Mnataka kuja kuswali, ndio swala unakuja kuzungumza na nani? Na Allah. Lazima uwe safi. Na anakuambia hapana, usije tu, kwanza osheni mikono yenu, osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye mefaka, pakeni vichwa vyenu na halafu mioshe, mje mnawe miguu yenu au mpake miguu yenu au naweni miguu yenu. Tunaiendea sala ya kwenda kuzungumza na Allah. Allah anatuita mwito uliokuwa mzuri, enyi ambao mloamini. Ukijikuta kuna wengine ambao lokuwa ni wazinifu, lakini Mungu anambia mloamini. Kuna wengine ambao madhalimu, anambia mloamini. Kuna wengine ambao nakula riba, lakini anambia waloamini. Kuna wengine kadha, lakini anambia enyi ambao mloamini. Mungu anataka nini? Inakuja kwenye Ramadhani, katika kufunga Ramadhani anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mloamini. Unapoitwa lazima kuna jambo ambalo unasikiliza, naitwa ili nifanye nini au nitekeleze nini. Kuna mambo mawili, unaamrishwa wa ima unakatazwa, fanya au usifanye. Lakini hebu tujiulize, kama Mungu anatuita ya ayyuhalladhina, ndio tunavyoitana? Bosi tajiri kama tajiri anaweza kakosa kukuita ewe mtumishi, akakuita jina lingine tu, na wakati mwingine akakwambia wewe mbwa. Hii yanatokea. Lakini Allah kwa huruma yake anakuambia enyi ambao mloamini. Mtu ambaye alopewa na Mungu maisha tu ya kidunia, anambadilisha mtu utu wake, anamwita kwenye jina lisiokuwa lile, lisiokuwa lake. Yule alikuwa anaitwa Hassan Abdussalam au nini, hawezi kumwita Hassan kwa kuwa siku ile kachukia, kakasirika, anataka aonyeshe umwamba wake wa pesa zake. Akamwambia wewe mbwa wewe. Tena unaona raha, baba nafanyaje? Unaikunja mikono kweli kweli ili usikatwe mshahara. Lakini Allah anakuita enyi ambao mloamini. Allah. Tutaitikaje sasa? Tuitike vipi? Tunakushukuru ewe Allah kwa kutuita sisi ambao tuloamini. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuita, kwa kutupa kazi ya kufunga, tufunge jina lilokuwa safi,
la waumini. Wewe unapoitwa wewe ni mwaminio, unaona raha. Bwana hivyo hivyo tu bwana, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu bwana ndio kapenda niwe hivyo bwana. Lakini hebu angalia ukiitwa wewe bwana unidhalim, siku ile na urafiki unakwisha, kwa sababu lakini Mungu anakuita ya ayyuhalladhina amanu, tumekuitika kama tumeamini, tupe kazi tufanye. Ikaja kutiba alaikumus siyam, imefaradhishwa, imelazimishwa kwenu ninyi funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao walotangulia na wao walifunga, binadamu kama sisi, ili usipate taabu. Mungu anakuambia na walokutangulieni nao walifunga, lakini lengo ambalo walopewa wale na sisi, lengo letu ikawa la'allakum tattaqun, ili mpate daraja ya uchaji wa kumcha Allah. Ndio lengo la kufunga. Na lengo la uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mmoja lazima alipate. Wala wewe usiangalie yule kajenga msikiti, yule kafanya nini. Na yeye alijenga apate uchaji wa kumcha Allah, daraja ile. Yule sijui kafanya nini katika mambo ya khairati, yule kafanya hivi, ni mwalimu katika mambo ya khairati, ni kwa sababu apate ule uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hauziwiliwi wewe ambaye hauna yale ya kufanya ili uweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, uziwiliwi. Nani lazima awe mwanaume au mwanamke, lazima akimbilie lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lazima akimbilie huko. Lakini kuna yale ambayo yanayopelekea katika malengo yale kuyakimbilia. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannati arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. Wasari'u, fanyeni haraka. Wasari'u, fanyeni haraka kuendea msamaha wa Mola wenu, kuendea maghfira ya Mola wenu. Mkiyapata tayari mmefanya kazi moja iliyokuwa kubwa, mmeipata pepo. Ndio wa jannati arduha samawati wal ard. Ile pepo ukiipata upana wake kama vile mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, imeandaliwa kwa wale ambao wanayemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, hebu fikiri, mtu ujenge nyumba yako tu ya wastani tu, alafu weke choo cha ndani. Kama ulikuwa na baba na alhamdulillah nimejitahidi bwana, hata nyumba yangu nimeweka choo cha ndani, unaona fahari. Kitu kidogo tu, chumba kidogo tu, lakini kuweka choo unaona fahari. Sasa Allah anakwambia kimbilia msamaha upate pepo, upana wake ni sawa mbingu na ardhi. Sio choo cha ndani tu mtu napata tabu. Masani nimeweka marumaru. Marumaru hiyo utaiacha, lakini hebu kimbilia ile wa jannatu arduha samawati wal ard uiddat lilmuttaqin. Imeandaliwa wale ambao waliopata daraja, wenye kutaka daraja, wenye kupata daraja ya uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hiyo daraja ya uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Waislamu, daraja ile ina vitu viwili kwanza kuvifanya ili tuweze kupata ule uchaji wa kumcha Allah. Mambo mawili: al-imtithal bi awamirillah, kwanza utekelezaji wa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza ule uchaji, kwamba yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kujitenga mbali na yale ambayo yakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu leo kafunga, funga inamjengea tabia ambayo ilikuwa nzuri, ilikuwa safi, inamwepusha mambo yaliokuwa mabaya. Ile funga alokuwa ameifunga ndio katika tabia. Mambo mawili. Jambo la pili, ayatahalli almuslima
aweze kujipamba Muislamu bikhuluqin hasana, na matendo ambayo yalokuwa mazuri, yalokuwa safi, kama vile funga ambavyo ilivyokuwa imempamba na tabia iliyokuwa nzuri. Katika hadithi ya kujipamba na tabia ambayo iliyokuwa nzuri katika funga ya mwezi tuliokuwa nao ama unaondoka unaoisha Ramadhani, hata kama mtu akikupiga lakini useme inni mriun saim, mimi ni mtu ambaye nimefunga. Kwa nini unaruhusiwa? Hii inakupelekea baada ya kumefunga darsa lile la kuwa mkarimu liende hivyo, si kwamba mimi madhali ngoja tutaonana wakati nitakuwa nimefungua. Ile funga iko bali. Tuko katika toba kutubia kwa Allah, na toba sio muaqqatan, lazima toba iwe rasmia ya moja kwa moja. Hiyo ndio kwamba ndio toba kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sasa mafundisho haya ya kujifundisha haya mawili tukiwa nayo na tukijipamba nayo tukaacha, yatatupelekea tupate uchaji wa kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutufundisha tabia nzuri na tabia ambayo ilikuwa mbaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza masahaba zake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wamefanya mema lakini wamekosa tabia nzuri. Akaambia atadiruna almuflis, je, mnamwelewa mtu ambaye alofilisika? Masahaba hata sisi tungejibu vile vile, mtu ambaye alofilisika kati yetu sisi ni mtu ambaye hana pesa wala hana nururu, kitu chochote, kafilisika. Ndio majibu yalokuja. Man la mata'u lahu, hana chombo chochote wala dhara wala hana pesa, ndio muflis. Na ndivyo ilivyo. Yule bwana mashallah alikuwa anatamba, lakini leo hana kitu tabari, ameisha, kaishiwa, anakuwa omba, ndio anaitwa muflis. Kafilisika yule bwana. Alikuwa na duka pale, duka limekwisha. Alikuwa na maroli, ana magari, lakini yote ameuza. Alikuwa na kula nyama kilo 2 kwa siku, leo ala mboga tu, ndio tunajua ni muflis. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, almuflisu finna au minna, alofilisika miongoni mwetu, mayati yaumal qiyama, ni mtu ambaye atakuja siku ya kiyama akakusanya mali zake safi, lakini katika zile amali zake ambazo aliyokusanya, anakuja ana swala, anakuja ana zaka, anakuja anafunga, vyote vile viko tayari. Inaonekana jamaa leo huyu mashallah amepasa, lakini alasaf shadid, masikitiko ambayo kwa makubwa, waqad dharaba hadha waqad shatama hadha, kwa sababu ile hana akhlaqi iliyokuwa nzuri, hakuwa na tabia ambayo iliyokuwa nzuri, anakuja kamtukana huyu, kampiga huyu, kamfanyia huyu mabaya, kamfanyia huyu mabaya. Yanachukuliwa yale ambayo yalikuwa mazuri yake ya swala na funga na sala. Alienda Maka mashallah, alhamdulillah, yote ile ibada zote thawabu zinaonekana, lakini ndo kampiga huyu, ndo kamfanyia mabaya huyu, kwa tabia mbaya ambayo alokuwa nayo, hakujipamba na tabia iliyokuwa nzuri. Yanachukuliwa yale mema yake alokuwa nayo, yale mema yote alokuwa nayo, anapewa wale ambao wafanyia ile mambo. Bana, ulikutukana, amali yako Mungu anamlipa. Nilifanya kadha, hii amali yako. Nilifanya hivi, hii amali yako. Anabakia ni mweupe, hana kitu chochote. Yanachukuliwa yale madhambi ya wale, ikiwa yote zile matendo yake yameisha na bado ile hesabu haijamalizika ya tabia yake iliyokuwa mbaya, yanachukuliwa yale mabaya yao waliokuwa nayo, khalafu anapewa yule bana aliokuwa na kiburi, ambayo hakujipamba na mapambo yaliokuwa mazuri.
anapewa. Muumini lazima anapokuwa muumini ambaye kafunga mwezi wa Ramadhani, alikuwa katika chuo, lazima jipambe na ile tabia ambayo alikuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani. Ile tabia tulioishi nayo ya mwezi wa Ramadhani, hata mtu akikukanyaga unaambia samahani shekhe. Isiwe nje ya Ramadhani mtu akikukanyaga unaona vibaya. Mtu aliharamisha yaliokuwa ya haramu, na vile vile nje ya Ramadhani imekwisha au inaisha tayari, jipambe hivyo. Sasa kuna wale ambao waliofanya ibada kwa sababu ya Ramadhani, waliyadhu billah, subhanallah. Alikuja akasali kwa sababu ya Ramadhani na Ramadhani imekwisha, huyu bado hajajipamba katika tabia ambayo ilikuwa nzuri, hajajipamba kwenye tabia ambayo ilikuwa nzuri. Mambo ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, mambo ambayo yalikuwa mengi atakayowaingiza katika pepo watu: attaqwa wa husnul khuluq, uchamungu na tabia ambayo ilikuwa nzuri. Kujipamba mtu wa tabia nzuri, tabia ambayo ilikuwa nzuri, kila mmoja anastahili apambike hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ninyi hamwezi kuyagawa mamali yenu na watu wote wakatosheka, ila kitu ambacho mnaweza mkakigawa na watu wakatosheka ni tabia ambayo ilikuwa nzuri. Lakini mali huwezi kugawa kila mtu akatosheka, yani mtu ajipange pale. Kwanza leo wengi sana, hata kama kakupa namba ya simu, bwana unajua tutaongea baadaye, ukifinya natazama anakafinya tu, inabaki nalia, kumbe wewe unashughulika na yake. Lakini yule ambaye alikuwa na tabia nzuri anaigwa, na ndio ilikuwa tabia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu walimuiga kutokana na tabia ambayo iliyokuwa nzuri, na ndio ikaja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bu'uthtu li utammima makarimal akhlaq. Si jinginelo au si vinginevyo, bu'uthtu, nimetuma mimi li utammima makarimal akhlaq, ili niweze kuyatimiza au niweze kutimiza tabia zilizokuwa nzuri. Mitume waliotumwa walikuwa na tabia nzuri, na walifundisha tabia nzuri, wakafundisha tamko la la ilaha illa Allah, na vile vile na wakajitoa ni mitume, na wakafundisha mashallah, usiibe, usipunguze mizani, usifanye nini. Lakini mtume alipokuja akamwambia, bu'uthtu li utammima makarimal akhlaq, nimetumwa ili niweze kutimilizia tabia ambazo zilizokuwa nzuri. Ndio lengo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni rahmatan lil alamin, ni rehema kwa viumbe, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe na mimi na mwingine ambao tulofunga mwezi wa Ramadhani, mafali lengo letu ni kutafuta uchaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiepusha na yale ambayo katazwa, kutekeleza yale ambayo yaloamrishwa, al-imtithal, kutekeleza yale ambayo yaloamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu kujipamba na tabia iliyokuwa nzuri tulioishi nayo katika mwezi wa Ramadhani. Hapo tutapata daraja ya uchaji wa kumcha nani? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila hivyo itakuwa kama vile tulikuwa tunafunga kwa sababu tu tumefunga sisi Waislamu, hatuna malengo. Kumbe Mungu katuletea malengo. Mwezi wa Ramadhani Waislamu unakwisha, mwezi wa Ramadhani unakwisha. Kila mmoja iangalie nafsi yake, je, nimepata uchamungu au sikupata? Kama alipata uchamungu, kama alikuwa na kimada atafunga ndoa, kama alikuwa anacheza ramli atakapiga ramli, ataacha mambo ya ramli, kama alikuwa ni mshirikina ataacha shiriki, kama alikuwa ni mlevi ataacha moja kwa moja ile shiriki. Na ndio maana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ninyi wenyewe mjihesabu nafsi zenu kabla mjihesabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ile siku ile ambayo mnahesabiwa ni ngumu, nzito kwa Muislamu, anataka yeye mwenyewe ajihesabu. Sasa kama alikuwa anafali,
kwa sababu ya Ramadhani. Ni kama vile mtu ambaye alokuwa Muislamu wakati wa Mtume Muhammad alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tayari akaacha Uislamu. Siku ile Abu Bakar ni Siddiq, Omar anasema atakayesema kama Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, mimi na wewe tutapambana, nitamtoa kichwa. Abu Bakar anafika anasema man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Yule ambalo kwa anafanya ibada kwa sababu ya Mtume sallam, Mtume kafa. Na yule ambalo kwa anafanya ibada kwa sababu ya Allah, basi Allah yu hai na hafi. Uislamu, mwezi wa Ramadhani umejilazimisha kufunga masiku 30 au 29. 29 uliyafunga kwa vipi? Kipi ulichokitaka? Allah subhanahu wa ta'ala alikueleza kwa malengo yake ni kwamba la'allakum tattaquna, mpate uchaji wa kumcha Allah, daraja ile muipate. Sasa ujiulize, umeipata? Kitakacho kupelekea ujue umeipata ni ile kudumu katika yale ulokukiyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi pekee unapatikana ndani yake Lailatul Qadr, khairu min alf shahr. Miezi mingine hamna. Na ndio mwezi wa Ramadhani katika Qur'ani haukuitwa mtukufu, lakini matendo yalofanywa ndani ya Ramadhani, matendo yalokuwa mema ni mengi sana kuliko mambo yanayofanywa miezi mengi sana. Mna Lailatul Qadr khairu min alf shahr, mna tarawih, mna kufuturishana waliofunga, mna mambo kwa sala, inal amala fihi mudhaafa. Matendo katika mwezi wa Ramadhani yanaunganishwa zaidi na zaidi. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمشركين والمبتدعين. وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambalo kwa ni mbora wa kufunga, mbora wa kuswali, mbora wa kufanya khair. Katika tabia nzuri alizokuja nazo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, huruma ya kuhurumiana. Tumehurumiana mwezi wa Ramadhani, tumefuturishana mwezi wa Ramadhani. Alokuwa na maji ngalau kidogo au chakula kidogo alimwangalia ndugu yake. Usalama ulitanda na amani ikawa imetawala. Allahu akbar. Angalieni sasa, mwezi wa Ramadhani unakwisha, huruma inaendelea zile siku mbili za mwisho mpaka 3 mpaka 10. Kivipi? Kuangaliana masuala ya kijamii. Huyu bwana hana na mimi nataka leo ale yule. Angalieni dini jinsi ambayo ilivyo dini ya Kiislamu, dini ya huruma, dini ya mapenzi, na hasatan katika mwezi wa Ramadhani. Mtume alipofika Madina sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa pili ule yuko Madina, na Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili, Mtume akiwa katika mji wa Madina. Ramadhani ila aliona mafukara, watu ambao masakini wasiojiweza, ili aweze kutufundisha namna ya mapenzi ya kupendana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafaradhisha zakatu al-fitr.
zakatul fitr. Iite hivyo kwamba ni zakatul fitr au zakatul badan, watu wengine hutumia hivyo. Sasa ile zakatul fitr tuukhadhu min al-aghniya ila al-fuqara, inachukuliwa kwa wale ambao walokuwa nacho, wanapewa mafakiri. Una raha kama hiyo ambayo Mtume sasa tufundisha siku ile tuwafanye na wale waweze kuwa matajiri, wale ambao utoe kibaba kumpa fakiri, kibaba. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaizungumzia ile zakatul fitr kwamba tuhuratu lis-sa'im min al-laghaw au min ar-rafathi wal-laghaw. Ile zakatul fitr ambayo unayoitoa, huenda kuna mahala uliteleza, hujiamini na mtu aminiki. Kullu man adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Mkosaji mzuri ni mwenye kuomba radhi, mwenye kurudi kwenye makosa aliyokosea. Hakuna siyokosea. Tajiri anakosea, mfanyakazi anakosea. Tajiri mara nyingi hajui kama anamkosea mfanyakazi wake, hayupo. Wallahi hayupo tajiri anajua hivyo. Kila tajiri anajua yeye yuko sawa. So hivyo kullu man adam, kila mwanadamu. Sasa kama tajiri sio mwanadamu, atakuwa si malaika, basi jambo lake. Lakini kila mwanadamu anakosea. Tajiri anamkosea yule ambaye anamfanyisha kazi, na hasa makosa yanaweza kuja hata katika zakatul fitr. Tajiri anaenda kununua, anaenda na dereva wake, ananunua si mzigo, si wasakana ambia mimi si nguo za watoto hizi kadha, lakini tajiri anaweza wallahi anajaza gari, dereva amekaa tu hivi anatazama. Alafu kuna makosa ambayo watu wanafanya, anakula naweza kufuturu, anamgoja yeye yule afuturu na hata kama ni Muislamu. Hii jambo la ajabu sana. Anaonekana tu dereva ni kidudu tu. Sasa sio makosa. Kwa hiyo haya ni makosa ambayo binadamu tunayafanya, tunakoseana. Lakini tajiri haelewi kama kamkosea yule. Yeye anajua ndiye anakosewa kwa sababu umefika muda sio wenyewe, si ulikuja mikono nyuma, ulikuja mikono mbele, si ulikuja mikono nyuma, leo unaiweka mbele. Maneno kibao kama ni Razzaq dhul quwwati matin. Twafanya si tulopewa watu wafanya. Lakini kullu ban adam khata, kila mwanadamu ni mkosaji, anakosa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akiwaeleza wake zake, familia yake, baada ya kupata ule utawala, anaambia msinisifu, nielezeni ninapokosea ili nijikosoe. Umar ibn al-Khattab, mtu ambaye alitaka pepo ya Allah na kataka daraja ya ucha Mungu. Sasa mwezi wa Ramadhani unakwisha, kuna ile faradha alofaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile zakatu al-fitr inatolewa kwako kumpa mwingine. Ile huuzi mlango wala huuzi mbuzi wala kile ulichonacho, kile ambacho tena ile zakatu al-fitr unatoa katika vyakula vinavyoliwa pale. Kama sikuzoea kwamba Said al-Khudri azungumza, sisi katika mji wa Maka, katika mji wa Madina tulikuwa tukitoa ngano na zabibu na unga sijui na nini, vitu vile vidogo vidogo, na kile kwa watoe mchele wao, kwa sababu mchele ulikuwa haupo pale. Sasa leo Mbeya mashallah kuna supa, kuna nini, kilo 2 tu na nusu, kilo 2 au na robo 3 kwa kila kichwa. Toa tunampa mwenzako leo, na wewe mashallah unufaiki. Na hasa kuwapa walimu, kuangalia hali za walimu, hali za walimu wa dini ya Kiislamu, hali za walimu wa dini ya Kiislamu. Subhanallah, si tumerogwa nini Waislamu? Tumerogwa nini?
Mwalimu wa dini ya Kiislamu akitembea ya mguu ndio Muislamu anaona raha, akitembea na gari mtihani. Yakuwaje? Akiwa na nyumba mtihani, akinunua pikipiki mtihani. Wallahi kuna wale ambao akinunua VAT Sandoni ndio sawa. Panda mimbari unasikia raha na wewe imam. Apanda raha viraka viko huko mpaka kunguni ziko kwenye kanzu. Mwalimu wa Kiislamu ana raha. Hapa kiangalia hivi mcha Mungu au unazungwa kiraka. Ule umaskini sio ucha Mungu. Kuna umaskini na ucha Mungu. Anacho awe mcha Mungu, hana awe pate daraja ya ucha Mungu. Kwa hiyo ile zakatul fitri kwamba ilifaradhisha na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ile inatolewa kabla ya siku 2 au siku 1 kabla ya watu hawajaenda kuswali, ili mtu aweke maandalizi yake ya kujiandaa. Wewe ambao ulichonacho ndio unampa yule ili aweze kupiga naye mpunga siku ile, sio akae kwenye ukuta. Sasa kuna bahati mbaya ambayo mtu umeandaa mpunga wako mzuri, ndio siku naenda kumbeba mwalimu kutoka pale kakusali tena kakufurahisha, ndio anapanda VAT yako mpaka nyumbani. Haya, urehemu wazazi wangu waliokufa, Sheikh inshallah bwana mfungashia 50,000 au 20,000, na yeye naona 20,000 anaanza kama mamba. Samasha akirudi namkodishia bajaji. Ndio tunavyofanya Waislamu kwa walimu, ndio tunavyofanya. Bajaji nani, hebu mtie bajaji. Si tulienda tunazungumza wawili wakati tunatoa nyumbani, leo imekuaje tena naanza kupanda bajaji? Na hiyo ni bahati. Wakati mwingine ingekuwa na baskeli ipo ya kubeba watu kama kule Kiela, unamwambia njoo uchukue baskeli. Walimu tuliokuwa nao. Kwa hiyo ile zakatul fitr tuangalie wale wahitaji, na miongoni mwa wahitaji hata walimu zetu ni wahitaji. Kama tulokuwa nayo, tunaponunua nguo kununulia watoto zetu tuangalie majirani wana hali gani. Tunapoangalia majirani tuangalie mayatima wana hali gani, na wao wale chakula. Kwa kumalizia, Mwenyezi Mungu anasema yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, inma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu sharra dhalika alyawm wa laqahum. Ndugu Waislamu, haya yote Mwenyezi Mungu ametuambia sisi Waislamu, wanalishizana vyakula, kuwapa watu ambaye yutimuna ta'ama hali yako anakipenda. Wewe unachokitoa unakipenda kile chakula kumpa ndugu yako. Sasa watu leo wanajaa kwenye majumba pale, mtu yuko kule ndani anapiga mpunga, vile vilivyobaki ndio wanapelekewa wale. Hivyo unaweza kuwakaribisha, wakaribishe wale. Huwezi tumata askari mwambia sina uwezo, hebu ambie waondoke, ili upate thawabu ya uchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Zakatul fitri wanaieleza mashehe sana. Kwa wakati kama huu wanaieleza zakatul fitri watu watoe kuliko watakavyozungumzia shiriki, bid'a, khurafat. Inshallah na kazi yao wafanye hivyo. Kwa hiyo kulipeana vyakula hali ya kwa kile chakula unayempa na kipenda na wewe unakipenda unayekitoa, wala si masimango. Hautaki chochote shukurani wala nini, kupigiwa magoti wala nini. Wasema tawalishiza hivi vyakula kwa kutaka radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ni ndefu. Mwenyezi Mungu inshallah tuwafikishe katika yale anapenda kuyaridhia, atukubalie funga zetu na swala zetu. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana
يا إله الأولين والآخرين، وأرسل جنات مع المحققين ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزلها، وإن كان في الأرض فأخرجها، وإن كان في البحر فأطلعها، وإن كان بعيدا فقربها، وإن كان قريبا فكثرها وياسع لنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.